ndani ya miaka hii minne Mheshimiwa Rais fanya marekebisho ya sheria mengi, lakini nitagusia mawili tu ambayo yanagusa moja kwa moja katika maisha yetu ya kila siku. Sheria ya madini kifungu cha 8 kinasema leseni ndogo zitatolewa kwa ajili ya wachimbaji wadogo tu ambao ni wa Tanzania, PML. Ni exclusive kwa ajili ya Watanzania tu. Kifungu kidogo cha 3 cha kifungu cha 8 cha sheria ya madini kinaruhusu Mtanzania yoyote mwenye leseni ndogo kuingia makubaliano na mgeni katika mfumo ambao tunaita ni technical support agreement. Tukitambua kwamba kuna wakati wa Tanzania wanachimba lakini wanakuza teknolojia ya kisasa ya kuweza kusaidia kuweza kuchimba hayo madini. Mtu anaweza kuchimba kwenye dhahabu akafika mpaka mita 120, lakini mzigo mkubwa huko mita 200 hana uwezo wa kufika. Kwa hiyo tunaruhusu kuingia makubaliano ya kiufundi na yasimamiwa Tume ya Madini. Hapa katikati tunajitokeza matumizi mabaya ya hichi kifungu. Wakajitokeza wageni wengi sana wakaenda mpaka kuingia kwenye leseni ndogo. Walijaa sana katika machimbo wageni wengi kwenye leseni ndogo ambazo ni kwa ajili ya Tanzania. Kwa kivuli cha technical support agreement ambapo kimsingi ingine ukiangalia ni kama Tanzania walikuwa wanauza maeneo yao. Na mimi nisema nisingekubali katika kipindi hicho Daktari Samia Suluhu Hassan tuingie kwenye historia mbaya ya kufanya Tanzania warudi nyumbani kwa wingi wao na kuacha wageni wachache wakifanya shughuli za madini katika maeneo yao. Tumefanya marekebisho ya sheria hivi sasa. Ya kwanza tumedefine technical support maana yake nini, ili sio kila mtu anaweza kwenda katika leseni ndogo akaingia na kuanza kuchimba. Tumedefine hivi sasa. Ufundi maana yake nini? Ufundi sio kuja na fedha nyingi kununua leseni ndogo ya Tanzania. Wategemea kupitia mkataba wa ufundi wa Tanzania waweze kunufaika na kupata ujuzi mbalimbali kupitia ule uwekezaji ambao utaufanya. Lakini hata mgawanyo wa asilimia ambao ulikuwa haueleweki tumeweka hivi sasa, kwa yoyote itakuwa ni 30/70. Anayekuja na ujuzi wake na vifaa vyake na mitambo yake kwenye leseni ya Tanzania atanufaika kwa 30%. Ni sharti lazima. Zamani walikuwa wachukui kitu, wanaishia kugombana kila siku, na hivi sasa hakuna mtu yoyote ataingia mpaka mkataba usainiwe na kupitiwa na katibu mtendaji wa Tume ya Madini ili tuongoze vizuri wa Tanzania. Hilo limefanyika. Marekebisho hayo ya kanuni yamefanyika na hivi sasa wanaondoka mmoja baada ya mwingine. Yaani wale ambao hawakuwa genuine wanaanza kutupisha. Tutabaki na genuine investors ambao kweli watatoa msaada wa kiufundi. Eneo la pili la marekebisho ya sheria. Moja kati ya migogoro mikubwa kwa sekta ya madini ni migogoro ya wenye maduara na wenye leseni. Ni migogoro ambayo haiishi kila mwaka. Tatizo ni moja tu, kwamba watu wengi wakipewa leseni hawachimbi wao, wanaruhusu watu kuingia katika leseni zao kuchimba. Ndio hiyo inatengeneza kitu kinaitwa maduara. Akimwacha pale kwenye mwenye maduara, siku akipata mwekezaji kwenye leseni yake, anataka mimi serikali nipeleke askari mwenye mabomu na virungu kumtoa mchimbaji mdogo anayechimba duara, na huko alimuingiza yeye mwenyewe, na sheria inatamka wazi kabisa anayepewa leseni ndio achimbe. Kuna wakati wa Tanzania wachache walifanya leseni ya madini ya kupangisha. Tumekuja na 40. Mtu yoyote akipewa leseni ndogo ya uchimbaji madini asimuingize mchimbaji mdogo. Ukikubali kumuingiza mchimbaji mdogo kwa leseni yako, mambo yafuatayo. Cha kwanza, mwingilie mkataba na muusajili tume.